Dahane Beida, mwamuzi wa kimataifa wa Mauritania, ndiye ambaye ana trend, anazungumzwa sana katika matokeo ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Inafahamika kwamba Berkane wamefanikiwa kubeba ubingwa, ikiwa ni ubingwa wa tatu wa michuano hii, lakini lawama zimekuwa zikienda kwa mwamuzi huyu Dahane Beida, mwamuzi ambaye alikuwa katika mchezo huu, miongoni mwa waamuzi ambao wana beji ya FIFA kutoka katika kandanda barani Afrika. Sasa Beida Dahane, kimsingi kocha Fadlu Davids ambaye ni kocha wa Simba, katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kumaliza mechi, post match press, alizungumza juu ya matukio mengi ambayo yalikuwa yanaonekana hayako upande wao. Miongoni mwa matukio hayo alikuwa anasema unnecessary free kicks, walikuwa wanapewa free kick wale RS Berkane, lakini pia alizungumzia goli ambalo lilifungwa na Mukwala lakini VAR ikaja kuamua. Akazungumzia namna ambavyo maamuzi alikuwa mkali zaidi kwenye matukio ambayo yanawahusu Simba kuliko wapinzani wao, kwa maana ya RS Berkane. Hivi ni vitu ambavyo ameviaddress Fadlu Davids, lakini kimsingi miongoni mwa tukio jingine ambalo limetrend ni kadi nyekundu ambayo amemuonesha Yusuf Kagoma, kiungo wa Simba. Sasa mwamuzi Dahane Beida ni mwamuzi ambaye katika session mbalimbali katika jukwaa hili tumewahi kumzungumzia juu ya rekodi yake ambayo yuko nayo, lakini pia tumewahi mimi binafsi katika moja ya mahojiano ambayo nimewahi kuyafanya, niliwahi kusema juu ya wasiwasi wangu. Kuna siku katika moja ya mahojiano niliulizwa swali juu ya kitu gani ambacho nahisi kama Simba wanahujumiwa. Unajua wakati ule ilikuwa uwanja wa Mkapa, mechi inahamishwa kutoka huko na kupelekwa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Watu wakahisi kama ni hujuma ambayo yanafanyiwa Simba. Lakini mimi binafsi hiko sio kitu ambacho kilinistua sana. Kitu ambacho kilinistua ni kuona mwamuzi wa mchezo huu ni Beida Dahane. Kwa nini nilikuwa na wasiwasi? Niliwahi kuzungumza, lakini kwa kukumbushia tu, nilizungumzia juu ya mazingira ya huyu mwamuzi, kwa maana ya CAF, kwa nini wamemchagua Beida Dahane, na nikatoa sababu, na hapa sababu nitazielezea. Lakini la pili, mazingira ya kijiografia, kwa maana ya kule ambako wanatokea. Sasa eneo la kwanza ambalo nilikuwa nimelizungumzia, kwa maana ya eneo la kwa nini kapewa Beida Dahane. Beida Dahane ni miongoni mwa waamuzi bora kutoka Afrika, na shirikisho la soka la Afrika kwa maana ya CAF linamwamini mwamuzi huyu, na mwamuzi huyu yupo miongoni mwa waamuzi watano ambao wanakwenda kuchezesha fainali za kombe la dunia za ngazi ya klabu ambazo zinatarajiwa kuanza mwezi Juni Julai katika taifa la Marekani kule. Sasa katika seti ile ya waamuzi watano ambao wanakwenda kuiwakilisha CAF katika orodha ya waamuzi 32 kwa ujumla, wakati katika wale watano yuko Issa Sy kutoka Senegal, yupo Mustafa Horbal kutoka Algeria, yupo Ibrahim Moutaz kutoka Libya, yupo pia Jean-Jacques Ngabo Ndala kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na Dahane Beida. Na waamuzi hawa msimu uliopita wa michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu wamechezesha, lakini mmoja kwa maana ya Beida Dahane ndio alichezesha pia fainali ya AFCON ambayo ilikutanisha Nigeria dhidi ya Ivory Coast. Kwa mfano, Jean-Jacques Ngabo Ndala msimu uliopita alichezesha fainali ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya Ahli na Esperance. Issa Sy alichezesha fainali ya kombe la shirikisho ya mkondo wa pili, kombe la shirikisho kati ya RS Berkane dhidi ya Club Zamalek, na huyo Issa Sy alikuwepo katika chumba cha VAR leo. Lakini pia mwamuzi Mustafa Horbal alichezesha fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya Esperance na Al Ahly. Lakini pia Ibrahim Moutaz alichezesha fainali ya CAF Super Cup kati ya Ahli dhidi ya Zamalek. Lakini Beida Dahane yeye alichezesha mchezo wa fainali ya AFCON. Ukiangalia waamuzi wao wote bora, kwa maana ya waamuzi watano hawa ambao wanakwenda kuiwakilisha CAF kimataifa katika kombe la ligi ya mabingwa la klabu za dunia, waamuzi hawa watano walipewa mechi katika msimu uliopita. Msimu huu sasa wa 2024-2025, ukiangalia hizi fainali, katika nusu fainali wamechezesha, baadhi ya waamuzi wamechezesha katika nusu fainali. Kwa mfano, Ibrahim Moutaz alichezesha nusu fainali ya pili kati ya Constantine dhidi ya RS Berkane. Jean-Jacques Ngabo Ndala alichezesha fainali ya nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Hivyo, lakini
ukija katika michuano ya msimu huu ya fainali zipo 4, ligi ya mabingwa 2 na kombe la shirikisho 2. Katika ligi ya mabingwa waamuzi hawa hawajatumika kabisa kama central referee katika mechi hizo, na ikumbukwe hawa ndo waamuzi bora Afrika 5 ambao Afrika imeona hii ndo cream yetu na kupeleka katika michuano ya kimataifa. Waamuzi 5 hawa hayupo hata mmoja katika fainali za ligi ya mabingwa Afrika. Mchezo wa kwanza wa fainali ya kwanza ligi ya mabingwa Mamelodi wakiwa nyumbani dhidi ya Pyramids alichezesha Mahmoud Ismail Ali kutoka Sudan. Yes, lakini muamuzi ambaye atakwenda kuchezesha fainali ya mguu wa pili ambayo inatarajiwa kuchezwa katika ardhi ya Misri kati ya Pyramids dhidi ya Mamelodi Sundowns, muamuzi atakuwa Daniel Larea kutoka Ghana, naye hayupo katika ile orodha ya waamuzi 5. Lakini pia muamuzi ambaye amechezesha mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika ni Pierre Acho kutoka Gabon, Afrika ya Kati. Lakini pia muamuzi ambaye amekuja kuchezesha mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika ni Beida Dahane, yupo katika ile orodha ya waamuzi 5 bora wa CAF. Kwa nini Beida Dahane ndo aweke kuwa center referee, lakini wale waamuzi wengine hawajatumika katika kuwa katikati katika hizi mechi, na ikiwa zile ndo cream za soka la Afrika? Unaweza kusema Beida Dahane labda hakuwa anachezesha. Hapana, hatua ya nusu finali Beida Dahane alichezesha mchezo wa Mamelodi Sundowns na Al Ahly. Sasa basi, tukiachana na hayo mazingira, tukija katika kwanza katika hilo eneo nilipata tashwishi, nilipata wasiwasi kwamba kwa nini Beida Dahane ndo amekwenda kutumika katika huu mchezo. Lakini eneo la pili ni eneo la mazingira ya anakotokea. Huyu mwamuzi anatokea Mauritania na Morocco ni mataifa ambayo yanapakana. Yes, Mauritania ni Afrika ya Magharibi, lakini wanatenganishwa na Western Sahara. Hii ni nchi ambayo haipo huru, iko ndani ya Morocco. Western Sahara, Morocco na Mauritania inaungana. Kwa sababu Western Sahara ni Morocco, manake Mauritania na Morocco wanaungana. Kwa hiyo binafsi nilikuwa na wasiwasi juu ya muamuzi huyu, lakini huo nilikuwa wasiwasi wangu binafsi. Simaanishi kwamba atapendelea ama itakuwaje, hapana, ila tu wasiwasi ndo akili. Upande wa pili wa shilingi ni muamuzi ambaye amekuwa na matukio ambayo sometimes yamekuwa akileta wakati mgumu. Mfano, tukio ambalo lilitokea kati ya watani zao Simba Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns, mechi ambayo ilichezwa kule Afrika Kusini. Hakwenda katika VAR kwenda kujithibitishia kama ilikuwa goli ama la, lakini alipewa tu mawasiliano ya moja kwa moja. Kitu tukiachana na hilo tukio, katika mechi ya leo, tukija katika huu mchezo ambao umefanyika leo, Beida Dahane, kuna vitu vile ambavyo nataka nivizungumzie. Kitu cha kwanza binafsi, kadi nyekundu ya Yusuf Kagoma katika mchezo wa fainali ya shirikisho wa Afrika, mechi ambayo ina tension ya aina yake. Yusuf Kagoma anaonyeshwa second yellow card kwenye mazingira ambayo angeweza kwenda kumfuata na kumuonya. Ikumbukwe alionyeshwa kadi ya kwanza, lakini hakukuwa na tukio jingine la muamuzi la Yusuf Kagoma kufanya foul na muamuzi kwenda kumuonya. Kwangu mimi, unabakia kwa mtazamo wangu, ilikuwa very simple, very easy. Yani haikunishawishi kuona Beida Dahane kama angeweza kutoa kadi nyekundu, kadi ya njano ya pili na kumpa nyekundu. Na maana yake kwenye mazingira kama yale, mechi zenye intensity kubwa kama ile, timu inakuwa na mpinzani pungufu, manake almost mechi inakuwa inakufa. So alionyeshwa kadi nyekundu kwa maana ya Yusuf Kagoma, na ingawaje Simba bado aliendelea kudominate mechi, lakini walicheza wakiwa pungufu, advantage ambao alipata RS Berkane na kwenda kusawazisha bao kupitia Ismail Sidibe. Kabla sijasahau, huyu Ismail Sidibe kuna siku nimewahi kuzungumzia kwamba ni nyota ambaye yupo RS Berkane, lakini ilibidi asajiliwe na Simba hawaku make it, mwisho wa siku akaenda kujiunga na RS Berkane. Sio hoja yangu ya msingi. Katika mechi hii ambayo amechezesha, Beida Dahane alikuwa akionekana kuwa mkali katika matukio mengi. Alimfuata pia Tafadu Davis ambaye alikuwa analalamikia juu ya mpira ambao alikuwa nao Joshua Mutale na akaenda chini, lakini akawa amelalamikia Fadu Davis, kocha akaenda, mwamuzi akaenda kumuonesha kadi ya njano. Finally, Beida Dahane ukurasa wake wa Instagram kabla ya kuingia kwenye hii mechi ilikuwa amefunga comments, hataki watu waende ku comment. Sijui kama ni tendency
ya mashabiki kutoka Tanzania, kwa sababu ana kumbukumbu mbaya huyu, na katika mchezo wa nusu finali msimu jana wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya Young Africans na Pyramid na Mamelodi Sundowns kule Afrika Kusini, alishambuliwa vya kutosha mpaka baadaye akaenda kufunga comments. Lakini pia mchezo huu amefunga comments. Nimeona watu maeneo mbalimbali unajaribu kumtagi ili kuweza kuona kitu gani ambacho anaweza kukiexpress kwake. Bad luck, Beida Dahane amefunga comments, hakuna nafasi ya kuweza kumshambulia kwa namna yoyote ile. Lakini matokeo ndo yamekuwa hivyo, kwa maana ya Simba wamepoteza mechi, wana nafasi ya kujiandaa kwa next season, kwa sababu kadri timu zinavyozidi kufanya vizuri kwenda hivi, maana yake mafanikio au nuru inakaribia kufikiwa, safari ya Kanani inakaribia kufikiwa. Kwa hiyo naamini next season inshallah huenda kawa msimu mzuri zaidi kwa timu zetu za Tanzania.